kwa mazingira yetu sisi ya Wangoni, basi tukifanya hivi tumekupa baraka zote, kwamba wewe sasa ni chifu wetu wa Songea. Basi baada ya kusema hivi, basi ngoja nirudishe ile lugha ya babu yetu. Hau wechapanga uye panja pasongea pa mzukuru wako ubasiye vena mafazi na madoda vawe mung'anda mwawo umsiye wena mzukuru wako hecha ave na hekima, ave na busara, abalongozi bazukuru badoda na mafazi vave na hekima ya chapanga vave mung'anda yako. Mwenyezi Mungu, tunaomba umuongoze huyu mwanao, huyu mtumishi wako, huyu mjakazi wako Heche. Ni kiongozi wetu ambaye tunategemea kutoka kwake hekima zote, basi atukirimie na sisi. Kama wewe Mungu ulivyomkirimia hizo hekima, basi naye atukirimie sisi. Kwa siku hii ya leo, naomba sana Mwenyezi Mungu, sisi wazee wa Songea, vijana kwa kina mama, watoto na malaika zetu zote, basi msimame naye huyu kiongozi wetu pamoja na wale ambao anaambatana nao katika msafara wake, lakini umjalie nguvu, heshima, hekima mheshimiwa ndugu yetu Tundu Lissu ambaye yupo kule kwa ajili yetu sisi wa Tanzania. Basi umpe nguvu sasa aweze kuwa mtu ambaye hajali yale ambayo anakutana nayo kule, sana sana anatufikiria sisi na kutuombea kule. Basi tunaomba sana enyi malaika zetu, Babu Songea, Babu Mputa, Babu Chapuluma na Dadi Mbonani, uwe panja uje hapa mahala hapa saa hizi tunapoongea, basi tuwe sawa sawa kabisa na mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Hau. Asante sana. Mila zetu na desturi zetu tunamalizia hapa, basi tuendelee na itifaki nyingine. Asante sana Bboz. Tumekwisha kumpata chifu wa Wangoni. Najua ile lugha ilikuwa inamtesa makamu mwenyekiti, lakini tamsaidia kutafsiri. Hii ni Kusaga TV na hii ni taarifa kutoka Songea mkoani Ruvuma. Mimi ni Anthony Komba. Mjadala kuhusu madai ya kumvisha makamu mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Tanzania Bara John Heche hadhi ya uchifu wa Wangoni umechukua sura mpya baada ya Baraza la Mila na Desturi mkoa wa Ruvuma kutoa msimamo wake rasmi na kupinga tukio hilo. Akizungumza na waandishi wa habari katika ofisi za Baraza la Mila na Desturi mjini Songea, Chifu Songea Mbano wa kwanza Samuel Mbano amesema Lucius Joseph Ponela maarufu kwa jina la Mayao si chifu wa Wangoni na hana mamlaka ya kumvika mtu yeyote uchifu. Mimi kama chifu Songea Mbano wa Songea hii, ndio mwenye mji hapa Songea, jana nilipata taarifa jioni kwamba kuna kijana amefanya vitu tofauti na mila na desturi za Wangoni. Kwa hiyo leo nimekuja hapa mbele yenu kutoa maelezo rasmi kwenu ili muweze kuyasikia na muweze kuyatawanya kwa watu wote duniani, kwamba mila na desturi zina heshima yake. Sio kila mmoja anakuja tu anafanya vitu vyake anavyotaka yeye. Kwamba tarehe 21 hiyo kulikuwa na mwananchi mmoja ambaye alimvesha mavazi ya kimila ya Kingoni, mtu ambaye haeleweki kwa jina, lakini baada ya kufanya utafiti na kufuatilia tumempata huyo kijana anayeitwa jina la Lucius Joseph Ponela akitokea Mshangano, mtaa Mshangano. Huyu mwananchi ni msanii wa kikundi cha Ligiu cha kata Mshangano, kikundi ambacho hakijasajiliwa kisheria, lakini amejichukulia madaraka mkononi na kutaka umaarufu wa kutangaza kama yeye anaweza kumvesha mtu mavazi ya Kingoni. Anayetakiwa kumvesha mavazi ya Kingoni ni rais peke yake, ndio anaweza kawa chief halali wa nchi hii, sio vinginevyo.
ambaye amejipa jukumu la uchifu wa Wangoni wakati yeye sio chifu na wala sio mzee wa baraza wala sio mzee wa mila, na kufanya jukumu la kumvika uchifu kiongozi wa chama cha siasa, chama cha Chadema Demokrasia na Maendeleo, ndugu John Heche. Kwanza ijulikane kuwa sisi machifu wa mkoa wa Ruvuma tunaoendesha shughuli zetu chini ya baraza la machifu la mkoa lenye wajibu wa kutunza na kulinda mila na desturi za makabila ya mkoa wa Ruvuma likiwemo kabila la Wangoni. Hatuna lengo wa chama chochote cha siasa isipokuwa tunapingana na mtu yeyote kuchukua jukumu la uchifu wakati sio chifu. Aidha, ni muhimu jamii na Watanzania wote wakajua swala la mtu yeyote awe kiongozi au raia ambaye si kiongozi atapewa heshima ya uchifu wa Wangoni kutokana na mchango wake wa kitaifa. Wana Ruvuma, au mchango wake kimataifa ambao baraza la machifu la mkoa wa Ruvuma limeutambua. Hivyo mtu yeyote atakayepewa hadhi ya kuvikwa uchifu lazima mchakato wake ufanywe na baraza la machifu la mkoa wa husika, na ndipo atateuliwa chifu ama chifu mkuu wa kabila la Wangoni kwa niaba ya makabila ya mkoa wa Ruvuma kwa kufanya kazi hiyo. Ndugu waandishi habari, tukio lililofanywa na Lucius Joseph Ponela maarufu kwa Mayau ni kinyume na utaratibu tulioueleza hapo juu. Hivyo tunalaani kitendo hicho. Pia tunaomba wana Ruvuma, wa Tanzania na wanajamii yote ya kimataifa itambue kuwa aliyemvisha makamu mwenyekiti wa chama cha Chadema sio chifu wa kabila la Wangoni. Huyo ni msanii wa ngoma ya Wangoni Ligiu. Hana mamlaka ya aina hiyo. Aidha, kwa sasa John Heche, makamu mwenyekiti wa chama cha Chadema, hana hadhi ya kupewa uchifu wa kabila la Wangoni kamwe. Huo umefanyika usanii. Tunatoa onyo kuwa kitendo hiki kisirudiwe na mtu yeyote ambaye hahusiki, kwa kuwa baraza la machifu la mkoa lipo kwa mujibu wa utaratibu, na utaratibu wa kumpata chifu ama chifu msaidizi wa makabila ya mkoa wa Ruvuma uko kwa mujibu wa utaratibu. Sisi kama baraza na machifu wa Songea kwa niaba mkoa hatuna habari kwamba yeye hawezi kufanya tendo hilo. Sisi, mimi na wazee wa kimila na machifu wangu, baraza la mila na desturi, maana kama machifu wako ndani, baraza ndio iliyosajiliwa, lakini tunawaheshimu machifu kwa sababu ni watu wa kimila. Hatulijui hilo na hatumtambui huyo. Toka jana tunapigiwa simu, sema watu wanaveshwa huko, wanachaguana wa uongozi. Sisi tukaa hatuelewi uongozi gani watu wanachaguana huko. Wanasema uchifu huo wa nane na unatokea wapi? Sisi tu kwa kifupi, katika sisi wazee wa mila hatujashiriki jambo lolote, na kama kweli hili lilitokea, sisi tunasema hivi, serikali ichukue hatua kali sana na huyo mtu ashikwe, aulizwe kwa nini amefanya hivi. Kwa njia ya simu nimezungumza na mwenyekiti wa chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema jimbo la Songea mjini, Christian Komba, ili kujua kwa nini walimtumia chifu asiye na vigezo kumsimika uchifu makamu mwenyekiti wa Chadema Tanzania Bara John Heche, na haya ni majibu yake. Kwa majina naitwa Christian Clemens Nyangiri Komba, mwenyekiti wa Chadema jimbo la Songea mjini. Nikija kwa maoni hayo ambayo yametolewa na wao wanaojiita machifu wa mkoa wa Ruvuma wakipinga uchifu aliopewa Mheshimiwa John Wegesa Heche, kwamba aliyetoa huo uchifu hakustahili kumpa uchifu Wegesa Heche. Mimi kwanza ninajaribu kutafakari yani umuhimu na umaana wenyewe huo ambao tunajaribu kupinga, yani nini hasa lengo? Yani uchifu wa Songea huu ambao tunao mpaka sasa na tukoona umuhimu waliofanya kwa ajili ya jamii ya watu wa Songea. Sijawahi kuona
yani linawafikia sasa hivi zaidi sana. Naona tu kwenye matukio tu yale ambayo unakuta kuna matukio makubwa ya serikali ndio naona, lakini kwenye mambo ya kijamii sijawahi kuwaona wakisimama, yani wao kama wao wakijiinua wakianza kusema tunaasisi kama chifu wa Songea ama mkoa wa Ruvuma. Mimi nisimame tu leo kwenye Songea, tunajitokeza hadharani tukijaribu kukosoa au kupinga hiki na hiki. Kwa mfano mambo ya chifu haya tunazungumzia sana ni katika mambo ya mila na desturi. Wamewahi kusimama wakipigania kuhusu mila na desturi za mkoa wa Ruvuma, hasa tunapoona kuna baadhi ya vitu vinakiukwa. Tumewahi kuwaona wakiinuka na kusema na kukosoa mamlaka ama taasisi ambayo imekwenda kinyume na tamaduni zetu za sisi watu wa Ruvuma. Wamewahi kufanya hilo jambo. Ni kwa nini tunaona tu sasa hivi kianza kupinga chifu aliyotoa uchifu? Yaani kwa nini tunaona kwenye wakati tu wa kuanza kukosoana? Hatuone kwenye mambo ya kijamii ambayo ndio muhimu sana katika kutambulika kwao. Kwa sababu wao ni masalia ya machifu ambao walikuwepo. Historia ya machifu ambao walikuwepo tunasoma rekodi zao, historia zao. Ndio maana wapo kwenye vitabu vya kumbukumbu kupigania taifa hili, kupigania mila na desturi na kabila lao. Ndio maana wameandikwa leo kwenye vitabu. Kwa sababu walifanya vitu. Wao wenyewe kumbukumbu yao wamewahi kufanya nini kwenye jamii ambayo tunaweza tukajivunia walifanya. Ni kwa nini tunaona sasa kwenye kupingana kwamba huyu hakustahili kufanya? Yaani ni kwa nini tunasimama kwenye kukosoa na tusimame kwa ajili ya maslahi ya jamii ambayo ndio tunaweza tukasema ndio muhimu sana katika nafasi yao ambao wao wanajiita kama ni machifu. Hilo ndio mimi dauti yangu iko hapo tu. Ni kwa nini tunasimama kupinga na tusimame kwenye mambo ya muhimu sana ambayo nafikiri ndio hii ingeweza kutupelekea tukaona wao ni watu muhimu sana kwenye maisha yetu na hasa mkoa wetu na hivyo. Mwenyekiti, pengine wao wana madai yao ni kwamba huyo ambaye amemsimika uchifu makamu mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Tanzania Bara John Wegesa Heche hakustahili, yani hana mamlaka ya kufanya hivyo. Ndio madai yao hasa. Pengine sasa hili unalizungumziaje mwenyekiti? Sisi kwanza machifu sisi tuliwachagua lini wao? Yaani sisi kama watu wa Ruvuma, watu wa Songea. Kwa mfano kama mimi baba yangu, yani babu yangu yeye ni masalia ya Zulu na ya watu. Haya, bibi yangu mimi ni masalia ya Msumbiji kama la Mashere. Mimi pia ni masalia hao watu. Je, wao wanaojiita machifu tuliwachagua lini? Lini tuliwapendekeza kuwa ni wasemaji wetu? Yaani lini tulikubaliana kwamba wewe ndio utakuwa chifu, utakuwa msemaji wetu? Ni lini tuliwapendekeza wao? Mpaka wale waanze kudai kwamba wewe sio chifu. Wao wenyewe tuliwapendekeza lini mpaka wao wakajiita machifu? Ni mamlaka gani ambazo ziliwaweka ambazo unaweza zikasema leo hii wao ndio ni sehemu ya kupinga tunapoona kuna taratibu hazijafuatwa? Wao walichaguliwa na nani? Pengine mwenyekiti, wana utaratibu wao ambao labda Chadema mlikuwa mfahamu, ndio ambao wanaudai na wanaulalamikia. Sawa, wana utaratibu wao. Inawezekana ni kweli ikawa na utaratibu wao, lakini utaratibu mbona hatujaweza kuufahamu? Ni kwa nini tunaona kwenye matukio machache tu ya kiserikali na wakati mwingine pengine ni matukio tu fulani ambayo tunakuja kuona, lakini kwenye matukio mengine ambayo ndio muhimu ya kijamii hatuwaone, kwa sababu hao yani sio kuu ya mamlaka ya kiserikali ambayo inaweza kufanya maamuzi ya jambo lolote la kijamii. Wao ni sehemu tu ya mila na desturi ambao ndio waga wanashirikishwa. Ndio mimi najaribu kuhoji ni kwa nini wao wanakuja kudoubt sana kwenye tukio hili la juzi la Heche, ili hata kwenye matukio mengine ambayo tunaona na kiuko hawajawahi. Sasa kama wao walikuwa ni sehemu ya jamii hii, kwa nini tunaona kwenye matukio machache tu na matukio mengine muhimu sana ambayo tulikuwa kuona wanazungumza? Kwa hiyo tunapoona kwamba nguvu ya wao kupinga kuhusu chifu wa Heche, ninaona tu umekaa kisiasa na sio kijamii. Kwa hiyo mwenyekiti, unachotaka kuniambia kwamba kile kilichofanyika unakibariki kilikuwa kiko sawa sawa kulingana na mila na desturi za watu wa mkoa wa Ruvuma na Songea? Mimi naona hakuna shida. Kwangu mimi naona hakuna shida kwa sababu chifu atabaki kuwa chifu. Yaani chifu hana mamlaka ya kutengua ama ya kuamua juu ya mustakabali wa taifa hili. Kama tungekuwa tunasema wana hiyo sehemu, basi yako mambo mengi yamefanyika, tungeona wao pia wanaweza wakakataa kwamba hili alijenda sawa sawa, hili inabidi lifuate utaratibu. Hivi ni vitu vya mila na desturi ambavyo mimi ninasema yani havina power sana. Hivi ni vitu ambavyo ni vya kijamii tu ambavyo viwepo visiwepo haviwezi kuzuia nchi kwenda mbele, haviwezi kuzuia mvua kunyesha, haviwezi kuzuia watu kula ama kunywa. Yaani viwepo visiwepo bado maisha yataendelea. Kwa hiyo sijiona kama ni vitu vya msingi sana vya kuanza kufuatiliana kukosoana. Kuna mambo mengi sana ya msingi ambayo ni ya kuweza kudiscuss. Na sio vitu vya uchifu wa Heche.
Ni kupotezana muda tu mimi naona. Kwanza kusema wewe ni nani? Kwa nini ulifanya hivi? Inafaidia nini kwenye jamii? Mwenyekiti, labda pengine nitaka nifahamu jambo moja. Uchifu ambao umepewa mwenyekiti wenu wa chama cha makamu mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema Tanzania bara, ina maana na wenyewe pia ni kama tu kitu ambacho hakina maana yoyote pengine? Yaani ni swala tu la kimila na desturi, kutambua tu harakati ambazo anazifanya juu ya jamii, namna ambavyo anawasemea Watanzania. Anapowasemea Watanzania, amewasemea watu wa Songea, amewasemea watu wa Ruvuma. Yaani kile ambacho amesimamia haki, msingi, uwajibikaji, yaani kile tu ndo ambacho sisi tunaweza tukasema, kwa sababu yako mengi anayosema. Kwanza mengi anayosema yanafanywa kazi, lakini jamii inaona hiki anachokifanya sisi tunakiona ni kitu muhimu sana kwenye maisha yetu. Kwa vile tu ambapo mimi naona, kwa sababu si kila ambacho nimesema kinafanywa kazi. Kama mlaki anaweza akatembea nazi, anaweza akapuuza, ila jamii inaona kwamba huyu kweli anatusemea, huyu kweli tunaona atatupeleka sehemu fulani. Hivyo tu, lakini si kwamba inaweza ikawa sheria. Tunaweza tukasema tu, lakini bado visifanyia kazi, na uweze kudai kwa nini mjafanyia kazi. Ila jamii inajua kwamba fulani alisema, ila watu walipuuza. Hivyo ni mambo ya kijamii, ni ya kawaida ambayo tuweze tukapoteza muda kwa discuss, kwa sababu wewe unajua amezungumza vitu vingi sana siku ile. Kwa nini tunaanza kudoubt juu ya uchifu wake, na kwa nini hatujahoji yale alizungumza siku ile? Kwa kuna mambo mengi ya kufuatilia, na sio kuhoji ni kwa nini wewe umepewa uchifu. Tujaribu kufuatilia yale alizungumza, yeye yapo ama hayapo. Hayo ndio msingi sana, na sio kitu, na sio na nafasi aliyopewa yeye. Hivyo vitu mimi nafikiri vya kupotezeana muda. Asante sana mwenyekiti. Nikushukuru sana na nikutakia kazi njema. Asante sana.